yetu ya St. Paul's Bikeke. Mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mwami Yesu esombwe. Esomibwe. Mwami Yesu afume. Bwana asifiwe. Kabla sijaenda kwa mafunzo, acha nianze na maandiko. Katika kitabu cha Mathayo 8:28 mpaka 34, Yesu akaondoka akaenda kwa mji wa Wagerasi. Kabla hajafika, kwanza alikuwa ametuliza bahari. Kabla hajafika, kulikuwa na watu wawili waliopagawa na mapepo. Hao watu walikuwa wakiishi kwa makaburi. Hawangeweza kushikwa, walikuwa wakiwekwa hata kwa nyororo. Hao watu wangekata hizo nyororo. Walikuwa wanajikata miili zao kwa mawe. Hao watu wakamjia Yesu na wakamwambia Yesu, Mwana wa Mungu, una nini na sisi? Mbona umekuja kwetu kabla ya wakati? Yesu wakamwambia Yesu, turuhusu twende kwa nguruwe. Huyo mtu Yesu akauliza, tunaitwa nani? Wakasema tunaitwa Ndicho, kwa sababu walikuwa wengi. Yesu akawaambia, nendeni kwa nguruwe. Na watu ambao walikuwa wakichunga nguruwe wakashangaa. Nguruwe ambao walikuwa wakiwachunga karibu 5,000 wakatoka na wakakimbia wakaingia majini. Leo nataka kuongea kuhusu Yesu analete uhuru. Christ brings freedom. Lakini kwanza anakuja penye tu. Nataka niwaambie Yesu anakuja penye tu. Pale ambapo hao watu walikuwa, kitu cha kwanza walikuwa ni pahali ambapo wako chini ya utumwa wa pepo. Kitu cha kwanza, mtu akiangalia pepo anafikiri ni mtu ambaye kichwa kimeruka. Lakini tabia yoyote ambayo unaruhusu kidogo mpaka inakutawala na kukuongoza, inaweza kuwa hasira, inaweza kuwa shuki, inaweza kuwa tabia yoyote unairuhusu polepole kwa maisha yako,